Mwanangu huyu anapika vitumbua vizuri kweli. Yaani hapa hatuna haja ya chayo. Hewa chooni tosha inatutosha. Ngoja kwa. Mwanangu unapenda hewa kama hizo wewe. Na siku nyingine si utaniambia niingie kabisa. Hata kama mwenyewe naisikia iko vizuri. Mwanangu wewe. Ipo siku sasa utaniambia niingie ndani chuoni. Lakini kwa ajili yako nafanya kila kitu mwanangu. Wala usijali. Yaani mimi nakutafuta ndani kote kule na kukosa. Kumbe uko hapa chooni unakula? Hivi haya ni mazingira gani ambayo unakaa wewe nakula? Wewe mwanamke mbona mchafu wewe? Mbona mshenzi wa tabia wewe? Uwezo ukaona kama hapa ni chooni? Kuna majini, kuna uchafu, kuna takataka, kila aina ya takataka hapa chafu. Ndani umeona hakutoshi, umechagua kuja kulia hapa, si ndio? Una akili gani? Hey, stop. Ishi hapo hapo. Tena wewe, koma kunifuatilia mimi na mwanangu. Umetuona huko tumerelax. Tumetulia. Wewe ujiulize hata vitumbua sijabebea chai kwa nini? Hewa ya huku mwanao anaipenda. Yaani hewa yake ya huku tosha. Anasikia la burudani. Kwa nini wewe ubadiliki? Unapenda kutuchosha, yani kila muda wewe upo tu unatufuatilia. Una kazi za kufanya wewe? Shishi, hivi uliwahi kuona wapi na ni sayansi ya sayari gani inayosema ukilia chakula chooni kuna flavor nzuri unayoipata? Wewe jui si ndo tunaijua. Wewe shetani umeupata wapi wewe? Alafu sivyokuwa na akili unasingizia mimba. Hivi hiyo ni mimba au ni upumbavu wako uliokujaa kichwani? Nyanyuka tuondoke ndani. Niende wapi? Unataka niende wapi? Mwanao amependa mimi nije kukaa hapa, acha nimridhishe. Sijui unaelewa, kwanza niache nile usinisumbue. Shishi, hivi mbona unapenda kunitia aibu wewe? Hivi wananchi wanatuonaje? Au wananitazama vipi mimi wakinitazama? Si wanaona kama nimeoa mwenda wazimu tu? Maki ni tabia za kiwenda wazimu hizi. Twende ndani. Acha ujinga. Wewe ukitaka mwenyewe njoo ule. Umesikia? Usinikele. Wewe umesahau daktari alisema nini? Alikwambia inabidi unisikilize kwa kila jambo. Kwa hapa unanisikiliza? Basi mke wangu mimi nakuomba. Sawa? Haya mazingira si rafiki kwa afya ya mama na mtoto. Sawa? Naomba unisikilize mimi kama mmeo. Mtoto yeye kasema kwamba unataka ulie hapa. Sawa, mimi sikatai. Lakini pia utakapougua, mimi ndo nitakaingia kwenye matatizo ya kukutibia wewe. Sawa mke wangu? Na saa nyingine inaweza kukupelekea wewe kufanya nini? Kufa. Sawa? Kwa hiyo ninakuomba sana, sana tu. Twende kalie ndani hapa si rafiki. Naomba nisikilize mke wangu. Sawa mpenzi? Singoje tumalizie hivi kwanza. Ansha kuchoka. Hebu tuondoke huko. Tumalizie. Tuondoke bwana. Unasikia mke wangu? Nataka huyu mwanangu akizaliwa awe ni mtoto wa kiume. Aitwe Kylian Mbappe. Huyo Mbappe ni mtumbadi. Unaambiwa akipiga shuti likigonga mwamba, mwamba umepinda. Kwa hiyo Kylian Mbappe kwa tumbo hili nililolibeba mimi au kuna pembeni huko ambako umeshibisha tena kwingine? Huyu. Naona kalivyotulia kwanza kanarusha mateke. Huyu Mbappe mtupu huyu. Kwanza nikwambie tu, fikra za kwa huyu wa kiume hizo ziondoe. Huyu ni wa kike. Namuona kabisa huyu atakuwa wa kike. Alafu huyu sasa sio Mbappe. Huyu ni Masharafu. Kwanza nampenda yule dada, ana shepu nzuri. Kwa hiyo kuanzia leo kaa ukijua wewe baba Masharafu, mimi mama Masharafu. Sijui upo? Shikamoni. Marahaba, ujambo? Marahaba. Ndo
ndugu yangu. Njoo. Unaitwa nani? Naitwa Asma. Asma, umependeza. Hivi unashangilia wewe timu za nje? Hii nimevaa tu. Umevaa tu. Umenunua wapi hiyo? Nimenunua pale bondeni. Hapa hapa kwa nani? Mimi mwenzako nimeenda na nimezikosa. Njoo nige kidogo nije. Kumbe una mpya humu. Asante ndugu yangu, unaonekana. Shishi. Wewe sisha kupa refresh yako hapa. Mwende tamana refresh yangu, angalau ushaimwaga. Hii wanawake wengine bwana. Ndio maana watu wengine akizaliwa na kuaga roho. Kumbe mama zao. Wewe nitakubabua vibao wewe. Toka. Kama huna adabu toka mbele yangu. Mimi nakupanga. Unaona kwa kiumbe kitoka mtumboni. Mtaa mzima watakuwa wanamsema vibaya, atakuwa mwizi kwa sababu wewe mama mwenyewe mlo. Unaona kaka? Mkanye mkeo. Yaani ulo ukizidi. Na hapa. Yaani kwa kiumbe kitoka humo. Atakuwa mwizi kwa sababu ulo utakuwa umemzidi. Yaani yupo tumboni tu ndo mama mtu. Nitakubabua vibao wewe. Samahani. Toka mbele yangu. Basi mdogo wangu. Siku nyingine tukikutana barabarani nitakupa hela yako Haya. Utanunua juisi nyingine sawa? Simame mama acha. Wewe toka nitakupiga mawe wewe. Bro. Shishi. Yaani kama kuna siku umenivua nguo, umenidhalilisha mbele ya mtoto, basi ni siku ya leo. Yaani umefanya vituko vingi. Umefanya ujinga mwingi, lakini huu leo ni too much. Umezidi. Shishi, wewe ni kumuomba mtoto juisi ya kitoto. Mume wangu. Sasa unaona sasa unataka umchafue mtoto wenyewe. Sasa ndio hii ya kitoto na ndio maana mimi nimemuombea mtoto. Alafu hii mtoto ndo anahitajika anywe muda wote awe anaipata mume wangu. Yaani anasikia hapa burudani. Acha ujinga. Acha kuongea utopora. Acha. Wewe ni hivi. Ni lini utaacha upumbavu? Mbona una ushetani ndani yako wewe? Mume wangu maneno yote ya nini? Afu ujue unamkera mtoto Yaani mtoto akiwa anapata vitu vyake inabidi utulie tuwe tunacheza naye. Hapa mwenzako unasikia kabisa anageuka. Yaani anapenda vitu kama hivi. Umesikia mangu? Anapenda vitu kama hivi. Sasa unafikiri huyu mtoto ambaye umemkwapua hii juisi yake akiniona barabarani atanichukuliaje mimi? Atanichukuliaje kwa mfano? Sasa taona nimeoa mwanamke ambaye ni zumbukuku, zinduna ambalo halina akili. Wewe mnazo Amnazo na kuuliza? Kwanza jifunze kumlea mtoto mume wangu. Mtoto afokei. Wewe muda wote unafoka. Hivi unafikiri atakupenda huyu? Hawezi kukupenda afu wewe ndo baba yake. Inatakiwa umpende. Yaani vitu kama hivi ambavyo anavipenda. Hata ukimwona mtu ameshika na wewe nisaidie hata kumuombea. Sio unakasirika hivyo mume wangu. Ngoja kwa upumzike. Hapa basi mwenyewe amelizika. Hebu toa fuvu lako huko. Yaani mwanamke wangu unachokifanya unanitia aibu. Too much sasa. Ifike kipindi itoshe sasa. Mwanangu, inabidi tuwe mstamilivu. Mimi na yote tuwe wastamilivu. Sio kama mimi napenda nifanyaya mtoto ndo anataka vitu kama hivi. Kwa hiyo mimi ninanisaidia tu kumuombea. Koma kuongea ujinga kama huo mbele yangu mimi. Koma. Tena uache. Iwe mwanzo na mwisho kufanya upumbavu huu. Usinitolee macho yako hayo. Kama mjusi kabano na mlango. Tujinywe.
Mwanangu kwa radhi tu. Ana lolote nikimpelekea atakunywa. Na hapa kiende kikopo kitupu. Liangalie. Mwali Tunu. Wewe nimekugusa kidogo tu. Hivyo una akili kweli wewe? Yaani saezi wabanza kutero mushaije nshanju. Wewe una akili? Umepata wapi mamlaka? Ushai kusikia wapi mwanaume anapigwa na mwanamke? Kwa hiyo umenikalili kila siku mimi mpumbavu. Unajua kwamba leo kimenileta nini? Kimekuleta nini? Asa hilo ndio ilikuwa la kuniuliza. Mtoto anataka mcheze michezo ya kupigana. Wewe ukiniangalia mimi unaniona mtoto? Unaona sijitambui? Kiasi kwamba nikae hapa nianze kucheza na watoto? Aya, huyo mtoto yuko wapi kucheza naye? Na kwa nini nimpige? Sina kuuliza wewe. Kwa hiyo usichokielewa wewe hapo nini? Nimekwambia mwanao anataka unipige. Sasa huyu mtoto kaanza kujielewa. Kama hataki baba achapwe, anataka mama ndo achapwe. Huyu mtoto sasa anajielewa. Nataka nishangae. Hivi mke wangu, uko serious kabisa unataka kupigwa? Nimekwambia chapa huko. Sio baada ya hapa Na chapa ndo unachapa hivyo. Wewe mwanaume kamili kabisa. Nimekwambia piga. Kama kuna siku mtoto kaamua jambo la busara, basi ni kuamua mimi nikuchape wewe. Nimekwambia piga. Kwani kupiga vizuri uwezi? Nimekwambia piga huko. Au nikuonesha jinsi ya kupiga? Sasa unasubiria nini? Wewe tulia. Afu mtoto anaonekana ana akili kweli, atakuwa genius huyu. Si ndio? Kwa kucheza na mtoto ujui? Kucheza? Si mamba mwenyewe nikupige? Wewe nimekwambia kidogo kwamba mtoto anataka acheze na wewe ndo unambutua namna hiyo. Wewe mbona ueleweki wewe? Nimekupiga kidogo kidogo hapo ukaomba niongeze nguvu. Seleki nini? Wewe mwenyewe ndio umesema kwamba. Sio mwenyewe nimesema, nimekwambia anataka kucheza ndo kunakuwa hivyo. Una roho kama ndo ana. Muangalie kwanza. Kumbe una akili eh? Mimi akili kweli sina. Haya, shika chini niongeze moja ya mwisho. Shika! Nitoke mbele yangu. Nitoke niende wapi? Nitoke mbele yangu. Bado moja ya mwisho. Unanijua nitakupiga na kiatu wewe. Wewe, nitoke mbele yangu. Mtu gani wewe? Nimekuambia tu, wewe mambo ya kucheza unayaleta kwenye ukweli.